Unatizama Fizi Empire TV. Ili wa kwanza kupata habari zetu, hakikisha una subscribe channel yetu. Karibu tena mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Fizi Empire TV, kisima cha habari na burudani. Tunakukaribisha kusikiliza matangazo yetu ya asubuhi ya leo, tarehe 21 mwezi wa 4. Basi, na kuomba kukaa nasi mwanzo hadi mwisho wa matangazo. Taarifa zimejitokeza kuhusu harakati za vikundi vya M23 na AFC katika maeneo ya Katana, Kalehe na Kabamba huko Kivu Kusini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Imeripotiwa kuwa usiku wa kuamkia leo karibu saa 8 mchana, vikosi vya M23 AFC viliondoka katika baadhi ya maeneo ya nyanda za juu za Kalehe, Kabamba na Katana na kuelekea Kivuko. Aidha, kuna taarifa kuwa vikundi hivi vinawalazimisha vijana wa eneo hilo kubeba vifurushi vyao pamoja na silaha nzito wakati wa harakati hizo. Harakati za M23 na AFC zimekuwa zikifuatiliwa kwa karibu katika jimbo la Kivu Kusini, huku mapigano yakiripotiwa katika maeneo kadhaa, yakiwemo karibu na Kabamba katikati ya mwezi Aprili 2025. Vikundi hivi vimejulikana kwa kushirikiana na vimekuwa vikilalamikiwa kwa ukiukwaji wa haki za binadamu, ikiwa ni pamoja na kuandikisha kwa lazima vijana na raia kubeba mizigo na silaha, pamoja na kwa ajili ya mapigano. Muktadha huu unatoa uzito kwa ripoti za sasa za kulazimisha vijana kubeba mizigo wakati wa kujiondoa kwao. Habari zilizotolewa kuhusu tukio maalum mnamo Aprili 19, 2025 katika kijiji cha Kibanamangovu, Kivu Kusini, ambapo wazalendo wanadaiwa kuwakamata wanajeshi wa FARDC waliojifanya kuwa M23 wakisafirisha risasi, zinaakisi hali tete na madai yanayoendelea katika eneo hilo. Ingawa tukio hilo mahususi halijathibitishwa kwa kujitegemea na ripoti za habari za hivi karibuni. Kulingana na habari hiyo, tukio hilo inadaiwa lilihusisha kukamatwa kwa watu 10, 6 wakiwa wa Kongo na 4 wa Nyarwanda, huku nahodha wao akifanikiwa kutoroka. Kundi hilo linadaiwa kuwa tawi la FARDC linalofanya kazi kwa niaba ya M23 FASH RDF, likijaribu kufungua njia mpya katika eneo la Shabunda Mwenga. Zaidi ya tukio hilo, habari hiyo inaweka madai mazito kwamba FARDC inafanya kazi chini ya mwamvuli wa FARDC M23 huko Kivu, na kwamba idadi kubwa ya viongozi na majenerali wa FARDC wanashirikiana na RDF M23 ya Rwanda na rais wa zamani Joseph Kabila, ambaye anadaiwa kuwa na asili ya Kitutsi wa Rwanda. Wazalendo wanajitambulisha kama waokozi wa taifa dhidi ya hatari ya kuuzwa kwa Wanyarwanda. Utafutaji wa habari unaonyesha kuwa kulikuwa na mapigano makali kati ya wazalendo na M23 IFC Alliance Fleuve Congo inayohusishwa na M23 katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kusini, ikiwa ni pamoja na maeneo karibu na Bukavu na Mwenga, karibu na tarehe iliyotajwa ya Aprili 2025. Pia, kuna ripoti za kusonga mbele kwa M23 AFC na mabadiliko ya udhibiti wa maeneo katika kipindi hicho. Muhimu zaidi, ripoti za hivi karibuni za habari kutoka karibu Aprili 20, 2025 zinathibitisha kuwa serikali ya DRC imechukua hatua dhidi ya rais wa zamani Joseph Kabila, ikisimamisha chama chake cha kisiasa na kumshutumu kwa uhaini mkuu na kuunga mkono waasi wa M23, ikitaja madai ya uhusiano wake na M23 AFC. Madai haya ya serikali ya DRC yanalingana na baadhi ya tuhuma nzito zilizotajwa katika habari iliyotolewa na mtumiaji kuhusu ushirikiano kati ya Kabila na M23. Hata hivyo, ni muhimu kusisitiza kwamba hakuna ripoti huru zilizopatikana ambazo zinathibitisha kwa hakika tukio hilo maalum la Aprili 19, 2025 huko Kibanamangovu likihusisha kukamatwa kwa idadi maalum ya watu wa mataifa hayo mawili, au maelezo mengine kamili yaliyotolewa katika habari ya awali kuhusu FARDC waliojifanya kuwa M23. Kwa hiyo, wakati hali ya usalama katika Kivu Kusini ni wazi kuwa na machafuko, ikijumuisha mapigano kati ya vikundi mbalimbali kama wazalendo na M23 AFC, uwepo wa M23 AFC na kuendelea kwa madai mazito kuhusu ushirikiano na ushawishi wa nje, tukio maalum kama lilivyoelezewa na madai ya kina kuhusu FARDC na Joseph Kabila yanahitaji uthibitisho zaidi kutoka vyanzo huru na rasmi. Habari iliyotolewa inaonekana kuakisi kwa kiasi kikubwa mtazamo na madai yanayotolewa na kundi la wazalendo katikati ya mzozo huu unaoendelea. Banatoka Bukavu mape kaeme banazitia Musaki. Ndio haba. Kufika Nzibira bakafungula. Kuzifungula zinafika hapa na zikamata. Guvernema anisame. Yeye ndio mwenye iko na tu maba ba infiltrate. Na angalie mzuri
tusiuzishane. Niko wa kwanza kwa kupikania nchi. General Mubangu Simba tu. Niko wa kwanza kwa kupikania hii nchi. Kitu maana nishangaza. Niko na majoro hapa nini Kibanda Mangovu ya FARDC. Ana PKM. Majoro alikuwa Nyalubemba, hakuwa na PKM. Majoro alikuwa Nyalubemba, hakuwa na PKM. Tievari, hakuwa na PKM. Mpaka Kigulube. Basoda mnifika kule? Ndio mzee. Basoda mnifika kule? Ndio. Hakuna mmoja na tunakamata hizi mabunduki za kwenda installe M23 kule Shabunda. Gouvernement ituhukumu isipotuhukumu banajo, kama banajo hapa batatuuliza. Zinatoka Bukavu, Tinzivira, ziko Musaki, hazikufunguliwa. Hawana fete vitu wala ordre de mission. Tuvakamate watu gani? Gouvernement itaoleza. Gouvernement itaoleza shie. Betimama na boss. Ndio hizi zinabakia kumikono ya bazalendo. Na muzalendo na nisodo ya gouvernement. Jamais trahir le Congo. General Musa Mubangu Simba tu. Mi peke huyu. Na yenu nilibatosha nikati hapa hivi. Ndio walikuwa na hii. Majoro hapa nani kapiteni anakimbia. Koma kwa kapiteni anashuka na PKM. Majoro iko hapa Kibanda Mangovu Ibra. Ana PKM. Pourquoi ikoma kapiteni? Atembe na PKM tena Musaki. Kama itakuwa hukumu, hizi zote zitafika kwa mikono ya nani? Ya gouvernement. Na ndio baba yetu. Kwa leo zinabakia kwa mikono ya nani? Ya Mubangu. Ndio sana. Bafremo bako kubambia kwa kazi mlituma bazee tunamaliza mkamate bienu. Maache Kihuma, kituo muhimu cha kibiashara kilichoko katika kundi la Buabo, eneo la chifu la Oso Banyungu huko Masisi, sasa kinadhibitiwa na waasi wa M23 kufuatia mapigano makali yaliyowakutanisha na wapiganaji wa upinzani wa Wazalendo siku ya Jumapili, Aprili 20. Kwa mujibu wa taarifa za awali, mapigano hayo yalianza mapema asubuhi ya siku hiyo na kuendelea kwa saa kadhaa kabla ya kundi la M23 kufanikiwa kuchukua udhibiti wa mji huo kufikia mchana. Kukamatwa kwa Kihuma kunaongeza orodha ya maeneo yanayodhibitiwa na M23 katika eneo la Masisi, ambalo limekuwa likishuhudia mapigano ya mara kwa mara kati ya pande zinazohasimiana. Mji huu una umuhimu wa kibiashara na kimkakati katika eneo hilo. Hali ya kibinadamu katika Kihuma na maeneo ya jirani kufuatia mapigano hayo bado haijulikani kwa undani, huku kukiwa na wasiwasi juu ya usalama na uhamishaji wa raia. Jeremy Manirakiza azuiliwa kwa madai ya kuunga mkono waasi wa M23. Jeremy Manirakiza, katibu mkuu wa shirikisho la soka la Burundi FFB, anashikiliwa katika gereza kuu la Bujumbura akishutumiwa kwa madai ya kuonesha uungaji mkono kwa kundi la waasi la M23 linalofanya shughuli zake mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Melchior Ndadaye jijini Bujumbura alipokuwa akirejea kutoka kikazi nchini Morocco. Baadaye alihamishiwa katika gereza kuu la Bujumbura linalojulikana kama Mpimba. Kwa mujibu wa ripoti mbalimbali, shutuma dhidi yake zinatokana na madai ya jumbe za WhatsApp ambapo alidaiwa kuonesha huruma kwa M23 na hata kutamani waingie nchini Burundi ili kuipindua serikali iliyopo madarakani. Kukamatwa kwa Manirakiza kunakuja huku kukiwa na taarifa za kukamatwa kwa wanafamilia wengine kadhaa, wakiwemo maofisa wawili wa polisi mapema mwaka huu, pia kuhusiana na jumbe za WhatsApp zinazohusu hali ya kivita nchini DRC. Ingawa shirikisho la soka la Burundi halijatoa tamko rasmi kuhusu kukamatwa kwa katibu mkuu wake, baadhi ya wachambuzi wanaeleza kuwa kukamatwa kwake kunaweza pia kuhusishwa na msimamo wake wa kutokuwa mwanachama wa chama tawala cha CNDD-FDD. Hali hii inatajwa kuwa ilimfanya kushikilia nafasi aliyokuwa nayo, ambayo inwaniwa na baadhi ya wanachama wenye ushawishi wa chama tawala. Uchunguzi kuhusu shutuma dhidi ya Jeremy Manirakiza unaendelea. Wanajeshi wa SADC waruhusiwa kupita Rwanda kuelekea Tanzania. Wakijiondoa DRC, wanajeshi wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC waliokuwa wametumwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC
wameruhusiwa kuvuka eneo la Rwanda ili kuweza kurejea Tanzania kama sehemu ya zoezi la kujiondoa kwa kikosi hicho. Uamuzi huu unakuja baada ya SADC kutangaza kusitisha majukumu ya kikosi chake cha SAMIDR CFSADC Mission in the Democratic Republic of Congo mwezi Machi 2025. Kikosi hicho kilichojumuisha wanajeshi kutoka Malawi, Afrika Kusini na Tanzania kilikuwa nchini DRC tangu Disemba 2023 kusaidia serikali ya DRC kupambana na makundi yenye silaha ikiwemo waasi wa M23. Rwanda imekubali ombi la wanajeshi wa SADC kutumia ardhi yake kwa ajili ya kupita kutoka mji wa Goma nchini DRC kuelekea Tanzania. Msafara wa wanajeshi hao unatarajiwa kutumia barabara na silaha zao zitafungwa wakati wakipita Rwanda kama tahadhari ya kiusalama. Ujumbe wa SAMIDRC ulikabiliwa na changamoto kadhaa katika kutekeleza jukumu lake la kurejesha amani na utulivu mashariki mwa DRC, eneo ambalo limekuwa likikumbwa na machafuko kwa muda mrefu. Tangazo la kujiondoa kwa SAMIDRC lilitolewa kufuatia mkutano wa kilele wa SADC uliofanyika Harare, Zimbabwe, ambapo iliamuliwa kuwa operesheni za kikosi hicho zisitishwe na kuanza awamu ya uondoaji wa wanajeshi na vifaa. Tanzania ni mojawapo ya nchi wanachama wa SADC zilizochangia wanajeshi katika operesheni hiyo. Mkataba wa madini kati ya DRC na Marekani, mstari wa mkono wa kimkakati wa Marekani barani Afrika. Mazungumzo yanayoendelea kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, na Marekani kuhusu mkataba wa uchimbaji madini, ingawa bado haujatiwa saini, yanaonekana kama hatua muhimu ya kimkakati kwa Marekani, hasa ikizingatiwa ushindani wa kimataifa kwa rasilimali muhimu na ushawishi unaokuwa wa China barani Afrika. Mpango huu ambao ulianza kujadiliwa wakati wa utawala wa Trump na unaendelea, unalenga kuvutia uwekezaji zaidi wa Marekani katika sekta ya madini ya Kongo na miundombinu yake muhimu. Kutoka kwa mtazamo wa Marekani, mkataba huu unafikiriwa kuwa thabiti kwa sababu kadhaa za kimkakati. Moja, upataji wa madini muhimu. Mstari wa DRC ni tajiri wa madini muhimu kama vile cobalt na shaba, ambayo ni muhimu kwa teknolojia za kisasa, ikiwa ni pamoja na magari ya umeme, vifaa vya elektroniki na sekta ya ulinzi. Marekani inajitahidi kulinda ugavi wa madini haya na kupunguza utegemezi wake kwa vyanzo vingine, hasa China, ambayo kwa sasa inatawala kwa kiasi kikubwa sekta ya madini ya Kongo. Kuwa na uwekezaji wa moja kwa moja wa Marekani na ushirikiano katika DRC kunahakikisha upatikanaji wa uhakika wa rasilimali hizi muhimu kwa viwanda vya Marekani. 2. Kukabiliana na ushawishi wa China. China ndiye mshirika mkuu wa kibiashara wa DRC na ana ushawishi mkubwa katika sekta yake ya madini. Mkataba huu unaonekana kama njia ya Marekani kukabiliana na ushawishi huo na kutoa njia mbadala. Kwa DRC, Marekani inataka kukuza mfumo wa uwekezaji unaoendana na viwango vya kimataifa vya uwazi, utawala bora na uwajibikaji wa mazingira na kijamii, tofauti na wasiwasi unaotolewa kuhusu baadhi ya uwekezaji wa China. 3. Kuimarisha minyororo ya ugavi. Kwa kuwekeza katika uchimbaji madini na miundombinu kama barabara na reli, Marekani inalenga kuboresha ufanisi na uaminifu wa minyororo ya ugavi wa madini kutoka DRC hadi masoko ya kimataifa, ikiwa ni pamoja na Marekani. Miradi ya miundombinu inayofadhiliwa na taasisi za Marekani kama DFC inaweza kusaidia kufikisha madini kwa bandari kwa urahisi zaidi na kwa gharama nafuu. 4. Kukuza maendeleo na utawala bora. Mstari wa Marekani inasisitiza umuhimu wa uwekezaji ambao ni wa manufaa kwa wote na unaheshimu sheria za ndani na kimataifa, hasa katika masuala ya mazingira, kazi na mapambano dhidi ya rushwa. Kwa kukuza utawala bora na uwazi katika sekta ya madini, Marekani inatarajia kuchangia katika maendeleo endelevu ya DRC na kupunguza fursa za rushwa na uchimbaji haramu. Hii pia inaweza kusaidia kushughulikia masuala ya madini ya migogoro, hasa katika maeneo yasiyo imara mashariki mwa Kongo. 5. Mikakati ya usalama. Ingawa maelezo kamili hayajulikani, kumekuwa na dalili kwamba mkataba huo unaweza kuhusisha masuala ya usalama, ambapo Marekani inaweza kutoa msaada wa kiusalama kwa DRC kwa kubadilishana na upatikanaji wa madini. Hii inakidhi malengo ya Marekani ya kuimarisha utulivu katika maeneo muhimu ya kimkakati na kupambana na makundi yenye silaha ambayo mara nyingi yanajihusisha na biashara haramu ya madini. Hata hivyo, mradi huu unakuja na changamoto zake. Mazingira ya uchimbaji madini nchini DRC ni tata, yakikabiliwa na masuala ya utawala, migogoro na uchimbaji haramu. Ushindani mkubwa kutoka kwa makampuni ya China ambayo tayari yamewekeza kwa kiasi kikubwa pia unaleta changamoto kwa Marekani kuingia kikamilifu katika sekta hiyo. Licha ya utata huo, kutoka kwa mtazamo wa Marekani, fursa za kimkakati zinazotokana na kupata rasilimali muhimu, kukabiliana na ushawishi wa washindani na kukuza mfumo wa uwekezaji unaoendana na maadili yake
zinafanya mkataba huu kuwa hatua muhimu katika mkakati wake mpana wa kiuchumi na kiusalama barani Afrika. Taasisi kama DFC na, ikiwa vikwazo vitaondolewa, benki ya EXEI zinatarajiwa kuwa na jukumu muhimu katika kuwezesha uwekezaji huu wa Marekani. Unatizama Fizi Empire TV. Ili wa kwanza kupata habari zetu, hakikisha una subscribe channel yetu. Asante sana kwa kuendelea kuangalia Fizi Empire TV. Tunathamini sana ushirikiano wako na kutakia mchana mwema pia. Unatizama Fizi Empire TV. Ili wa kwanza kupata habari zetu, hakikisha una subscribe channel yetu.